Yes, ya mjambo tena kwenu nyote wandugu wapendwa watazamaji na wasikilizaji wa Kwetu TV. Nyote kwa ujumla mnaoendelea kuwa nasi ndani ya taarifa zetu mbichi za kila siku na kila wakati. Tunawasalimia wale mnaotufuata mkiwa Marekani, Ulaya na Afrika. Salamu zetu ziwafikie kabisa. Na tunawatakia tena siku njema ya leo vendredi le 20 mars 2026 na tunawakaribisha kwa mara nyingine ndani ya habari zetu za siku ya leo. Kama kawaida tumewaletea habari mingi, ni habari kuhusu hali ya kiusalama mashariki mwa nchi ya Kongo pamoja na taarifa mbalimbali tena tofauti zinazosemekana nchini Kongo. Taarifa mbichi ambazo tumewaletea leo ni habari ambapo tutawapeleka moja kwa moja kwenye uwanja wa vita katika maeneo ya Fizi kule mu province ya Sud Kivu kwenye kuliripotiwa mapigano. Waasi wa M23 na washirika wao Twirwaneho waliataka FARDC katika maeneo karibu na Mikenge kule Minembwe. Walipigwa sana, walipigwa kabisa. Tutawaambia mengi kuhusu mapigano hayo. Wengine wanajeshi wengi wa AFC M23 tena walijisalimisha ku FARDC katika eneo ya Mikenge. Apre kupigwa vikali, wanajeshi wa AFC M23 12 walijisalimisha ku FARDC kule katika maeneo ya Mikenge. FARDC inaendelea kufanya kazi nzuri kutokana na jinsi leo hii kabisa AFC M23 wako na iweza kuipiga. Tutawapeleka wapi? Tutawapeleka kule Muituri. Ituri, mashambulizi ya ADF katika maeneo ya Mambasa yaliacha wakaji wengi kukimbia wakaelekea katika eneo ya Bafwasendi. Wakaji wengi, ni wengi ndugu zangu, hali ya kiusalama kule Aikobe. Tumewaletea habari mingi, tutawaambia kuhusu Wanyamulenge ambao walionesha ya kwamba wao wanataka waishi kwa amani, wakishutumu Rwanda kuwa ina manipule familia zao katika maeneo ya Fizi. Kama kawaida mnaoifuata ni Kwetu TV, ni channel inayowaletea taarifa za kweli tena zenye uhakika kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Tunawasihi basi kusubscribe, yani kujiabone, ili kukuwa naendelea kuzipata habari zetu zote kwa wakati. Muendelee kucomment na kuzilike habari hizi pia na kuzisambaza kwa walio wengi ziwafikie, na msisahau kujiunga nasi na grupu yetu ya WhatsApp ambapo mtakuwa mkizipata taarifa zetu zote. Mjiunge nasi kupitia link yenye iko pale mu description. Gusa pale kwenye titre, pale chini ya titre mu description utapata link yetu. Gusa kwenye link ya ujiunge au tuandikie kwenye namba hiyo. Bila shaka utakuwa ukizipata taarifa zetu zote kwa wakati. Huyu ni Mganga Yengonga, mtaalamu mwenye uzoefu na anayekamilika. Anarejesha vilivyoibiwa, mali yako iliyopotea anarudisha bila shaka. Anawasaidia wanawake waliopatwa na matatizo ya uzazi na kuwasaidia kupata uwezo wa kupata watoto. Anatibu magonjwa ya uchawi na matatizo ya akili na kurejesha maisha katika hali ya kawaida. Kama umekwama kazini na hupati mafanikio, Mganga Yengonga anakusaidia kurudi kwenye maendeleo. Anatibu mikosi na vitu vyote vinavyokuzuia kupata mafanikio. Mwanamke na mwanaume waliotengana, Mganga Yengonga anaunganisha na kurudisha upendo wao. Na kama unataka kujua kama mwezi wako na kusaliti, Mganga Yengonga anaweza kukuonyesha ukweli. Ngao tunafika kila mahali kuwasaidia wateja wetu. Makao makuu yapo Uganda, Kabare, na pia tunapatikana Kongo, Goma. Usisite, muandikie WhatsApp au mpigie simu kupitia namba +256 70 45 10 381 ili maisha yako yabadilike. Moja kwa moja tuwapeleke kwenye uwanja wa vita katika maeneo ya Haut Plateau de Fizi. Kwenye siku ya leo kuliripotiwa mapigano makali. Mapigano makali yaliripotiwa katika maeneo ya Kalingi, maeneo ambayo yako karibu na eneo za Mikenge kwenye FARDC iko. Waasi wa AFC M23 kutokea Minembwe Centre na maeneo ya Kakenge waliatake eneo ya Kalingi wakiwa wanataka kuavance, donc wa progresser, waone kwamba wanaweza wakatimua FARDC ama kujengua FARDC na wazalendo katika eneo ya Kalingi na waavance vers Mikenge. Mapigano makali yalianza asubuhi ya leo mapema. AFC M23 kutokea Minembwe wakati ili atake FARDC na wazalendo nao walianza papo hapo kuwasha moto, wakapigana na wanajeshi wengi wa AFC M23 ambao walikuwa wamewaatake katika maeneo hayo. Ndugu zangu,
walichokutana nacho ni cha mtemakuni, kwa sababu walipigwa sana. Wale ambao wako nasi mgrupe yetu ya WhatsApp na shene yetu ya WhatsApp, tutawapa maimaje za jinsi mambo yalikuwa kule. Haikuendeka vizuri kabisa kwa AFC M23 na Twirwaneho pamoja na Red Tabara, kwa sababu walipigwa na kuna wanajeshi wao wengi ambao walipoteza maisha yao wakati wa mapigano hayo. Katika maeneo ya plateau de Fizi, FARDC na wazalendo wanaendelea kuwa maintainer kabisa wasi wa AFC M23 kwenye ligne de front. Donc wako naendelea kufanikiwa kuwashinda wasi wa AFC M23, acha niseme hivyo, kwa sababu depuis wa avance kutokea point 0 na kufika katika maeneo ya Kalingi, Alenge, aux alentours de Minembwe, wanaendelea kuifanya kazi mchana na usiku, na wakiweza kabisa kukua na repouser atake na hata nao kushambulia AFC M23, wakiweza kulenga mapozisio zao na kuavanse pole pole. Eneo ya Minembwe centre njo eneo ambayo haijakuwa rekipere, me operasyon zinaendelea kufanyika pembezoni mwa Minembwe. Pembezoni mwa Minembwe njo kwenye maoperasyon yanaendelea kuia, na FARDC nayo na pangaka koma inaweza ikakamata Minembwe centre ikiwa pembezoni mwa Minembwe mapozisio tofauti walio yakamata. Na Twirwaneho na AFC M23 Red Tabara wote nao wanapigana ili waone kwamba wanaweza wakajengua FARDC katika maeneo yanayo kuwa pembezoni mwa Minembwe walio yakamata. Donc wanajeshi wa FARDC na wazalendo ndio sasa vita vinakuwa vikali katika maeneo ya kule. Leo kabisa apres kupigana vikali AFC M23, Twirwaneho ilikuwa repoussé, donc FARDC iliweza kuwarudisha nyuma, wakarudia Minembwe centre na eneo ya Kalingi bakia mumikono ya FARDC na wazalendo. AFC M23 ikakuwa repoussé baada ya ile atake, na vita katika maeneo yale viliisha masaini. Ilianza asubuhi ya leo mapema ma 5h saini njo vita vilikuja kuisha. Saa 5 kamili ndipo wanajeshi sasa wa AFC M23 Twirwaneho na Red Tabara walijisalimisha kwa FARDC. Apres kupigana sana leo wakiwa na wako pamoja na AFC M23 na apres kushindwa sasa wakarudia Minembwe. Kuna wanajeshi wa AFC M23 12 ambao walikuja kujisalimisha papo hapo kwa FARDC, wakasema kwamba wao kabisa wanatia mikono juu. Ndio hao kabisa kwenye picha hiyo, nadhani kwamba mko naona wanatia mikono juu, wanachokitaka ni amani ama waungane na FARDC, kwa sababu wengi wao ni wanajeshi wa zamani wa FARDC na wazalendo, na wengine ni wakaji ambao walikuwa recruté wakapelekwa formation militaire na kuingizwa mjeshi la AFC M23. Na jana mnakumbuka hizo habari tuliziwapa za wengine wanajeshi wengi, zilikuwa ni habari kuhusu wanajeshi 20 wa AFC M23 ambao walijisalimishaka kwa FARDC pale Mikenge na wanatoka Minembwe. Unasikia kwamba wanajeshi wengi wa AFC M23 Twirwaneho Red Tabara wanaendelea kuondoka katika kundi hilo na kujiwasilisha kwa FARDC, wakionyesha kwamba vraiment wao wanajiunga na FARDC, hawapendi waendelee kusaidiana na waasi wa AFC M23. Front ndio vile jinsi inasimama katika maeneo yale kwa sasa, na hali iko ya utulivu. Mapigano hayaendelei apres kureposer AFC M23 na kuifikisha tena Minembwe, donc ikarudia Minembwe, hali ilirejea kuwa ya utulivu. FARDC kaendelea kubaki na ina controle eneo zile za Kalingi ambazo zilikuwa zikishambuliwa na waasi wa AFC M23 wakiwa wanataka kuavancer pole pole. Tunaendelea na habari zetu kama kawaida, tumewaletea habari mingi. Mnajua habari kuhusu Wanyamulenge ni habari ambazo haiko za leo, zinamaliza kama siku 4 hivi. Ni habari ambazo Wanyamulenge, viongozi wa Wanyamulenge kutoka Katanga walifika Burundi, wakafika kule wakaongea mambo mengi. Maneno ambayo waliyatangazaka ya maana ambayo nataka muelewe ni ya kwamba
walisemaka kwamba wao ni community ambayo inaishi katika nchi ya Kongo wakiwa wanaishi kwa amani na zingine community mbele. Donc walikuwa wakiishi kwa amani na zingine community mbele. Wakasema kwamba FARDC plutôt AFC M23 ikaja kuwa manipule ambapo walikuwa wakishutumu pia Rwanda kwa sababu kama mnavyojua Rwanda inaendeleaka kushutumiwa kuwa inaunga mkono AFC M23 na kutokana na maraporo tofauti za ONU, FARDC ikiwashutumu. Kutokana na hayo wakaja kusema kwamba apres kuingia kwa AFC M23 katika maeneo ya Sud Kivu njo wakaanza kumanipile wale wakaji wa kule, wakaanza kuwatumikisha katika vita wanavyoviendesha kwa faida yao. Na siku hiyo ndipo wakasema kwamba wao kabisa hawaungi mkono AFC M23, wanachokitaka ni amani. Wakaitupilia mbali kabisa AFC M23, wakasema kwamba inapaswa kuondoka kwa sababu wao wanajifanya kuwa wanapigania Wanyamulenge na Wanyamulenge hawawataki, ni kumanipile wale ambao wako Minembwe na kwingineko. Wakasema kwamba wanalaani vikali vitendo hivyo vya AFC M23 na washirika wao. Wanasema kwamba AFC M23 inapaswa kuondoka katika maeneo ya Kongo, isiendelee kusema kwamba inapigania Wanyamulenge kwa sababu hawawapiganii bali ni kwa faida yao. Na wakasema kwamba Wanyamulenge wao walikuwa wakiishi kwa amani na hata leo wanachokitaka ni amani na zingine community. Ile ikawa ni pigo kubwa kwa AFC M23 ambayo inatumikishaka ile CJ ya Wanyamulenge kupigana vita katika maeneo ya Sud Kivu kule Mufizi, kwa sababu njo kwenye Wanyamulenge wengi wanakuwaka. Ile ni pigo deja community internationale watajua realite. Na wakiwa kule katika Burundi walimshukuru sana president wa Burundi kwa kuwa anaendelea kuingilia kati vita vinavyoendelea mashariki mwa nchi ya Kongo, na wakatosha tuhuma kabisa zinazo semwa na AFC M23 ya kwamba wanajeshi wa Burundi wanafanyika masakre kule Minembwe. Wakasema kwamba kuna masakre zinazofanyika kule. Wanajeshi wa Burundi wanachokifanya kule ni kuwapiganisha wanajeshi wa AFC M23 pamoja na kundi lenye silaha la Twirwaneho. Hapo nadhani kwamba tuko na indana 5 kwa 5 tena pole pole. Tuendelee na habari zetu. Patrick Muyaya, porte-parole wa gouvernement ya Kongo, alikuja kutangaza kwamba vita siku hizi kabisa zikwake za kufroto ama pale kutere ya kupigana kwa masasi. Alisema kwamba vita vinakuwaka vya komedia, vita vinakuwaka momilia akademike ku reseau d'influence na pia kuma reseau sociaux. Akasema kwamba vita hivi vinavyoendelea, kishutumu Rwanda kuendelea kuunga mkono waasi wa AFC M23 kama kawaida. Anasemaka kwamba mtoto na AFC M23 baba ni Rwanda. Akasema kwamba kitu ambacho wakongomani wanapaswa kukijua ni kwamba vita hivi wanapaswa kuipigana kote. Kufro wanapigana mena kumedia kuzengine kabisa ma social media kwingineko, wanapaswa kupigana ile vita ili kupata kuelewesha wengi kuhusu vita vinavyoendelea, wakiwaelewesha kuwa ni agression rwandaise. Ingine yote kabisa iko mambo ya kudanganya, ni kumanipulate watu merealite. Ni Rwanda inayopigana kwa ajili ya faida yao. Yule ni Patrick Muyaya ambaye alitangaza hayo. Moja kwa moja tuwapeleke katika habari kutoka Ituri. Ituri ndugu zangu, kuna habari mingi. Tutaanza na habari kuhusu mashambulizi ya ADF huko Mombasa ambayo yaliacha Bafwasende na wahifadhi zaidi ya watu 7,000 waliokimbia makazi yao. Shambulio la mara mbili la ADF katika eneo la Mombasa la Ituri lilisababisha watu wengi kuhama makazi yao kuelekea Bafwasende na Kisangani huko Chopo. Siku ya Alhamisi le 19 jana, mashirika ya kiraia huko Bafwasende yalirekodi zaidi ya watu 7,000 wakiwasili kutoka Badengaido na vijiji vya jirani. Walisema kwamba tunaangalau watu 7,000 wanaoingia katika nyumba zetu huko Bafwasende, watoto, akina mama na wazee, alisema Desire Aliene, mwanachama wa kikundi cha asasi za kiraia cha Force Vive huko Bafwasende. Watu hawa waliohamishwa makazi
walijipatia riziki kutokana na biashara, kilimo na uchimbaji madini. Vijiji vya Muchacha na Bubeusa viko umbali wa kilomita saa kutoka Bafwasende. Wale wanaoondoka wanaelekea Kisangani wakiishi katika baadhi ya vijiji kando ya njia hizi. Huko Bafwasende baadhi ya wananchi na familia wanaishi na familia zenye wakaaji. Anayeitwa Bwana Alien alisema kwamba sisi kama asasi za kiraia tunaongeza uelewa katika jamii. Mara tu mtu asiye na familia au makazi yanapojitokeza, anapaswa kutumwa na kwa msimamizi wa eneo ili tuweze kumtafutia makazi. Nina familia 9 nyumbani kwangu, kiwemo mwanamke aliyepoteza mtoto wake. Mtoto wake alichomwa moto akiwa hai ndani ya nyumba. Yule ni Bwana Alien ambaye alisema hayo, akisema kwamba wakazi wanaokimbilia kule wanapaswa kujiandikisha kwa viongozi wa huko, wapewe kwa waishi na familia za kule zinazowakaribisha ili waweze kuwasaidia kabisa wapate kwa waishi. Ukimbizi ni kitu kibaya. Ukimbizi ni kitu kibaya, ni kwenye mnafikaka mkiwa mtasaidiwa tu. Kama msaidiwe na mnaweza kufa kwa mambo yote. Mnahitaji chakula, mnahitaji maji, mnahitaji vyote. Sasa familia za kule wako na jiorganize kuwasaidia. Ni vitu vizuri kabisa familia za kule Bafwasende kuwa ziko na wasaidia. Ni vitu vizuri. Gouvernement nayo inapaswa kuanza kuwasaidia tena kwa haraka. Donc wasiendelee kuishi hivyo, na gouvernement ikiwa iko pale, na gouvernement kazi yake ni kuongoza wakaaji na kuwasaidia, anapaswa kuwasaidia. Hofu bado inatia ama hofu inatawala katika eneo ya Bafwasende. Wapiganaji wa ADF waliojificha katika eneo la Lubero na Kivu Kaskazini wamekuwa wakielezea mara kwa mara nia yao ya kufanya operation huko Bafwasende. Baadhi ya uvamizi uliofanywa na wapiganaji wanaoshukiwa kuwa wa ADF uliripotiwa mwaka wa 2025 mwaka jana, na kule Bafwasende wanahitaji FARDC kufanya operasyon za kuwasaka wale wasi wa ADF. Donc wapiganisha ADF kule isiendelee kukuwa nafanya maoperasyon na kuua wakaji pia na kuacha wakaji kukuwa wakimbizi katika kambi tofauti. Tunaendelea na habari zetu. Kule Ituri siku ya jana kulikuwa bombardement katika maeneo ya makambi. Kulikuwa bombardement katika groupement ya Jaiba pamoja na Dendro. Bombardement zile wakaji kutoka huko wanashutumu FARDC na MONUSCO na washirika wao kuwa ndio wenyewe walifanya hayo. Wanasema kwamba siku ya jana FARDC, MONUSCO na washirika wao wazalendo kule walifanya ataki, wakabombardi maeneo ya wakaji huko. Ni wakati FARDC ni MONUSCO na wengine wanajeshi kule wa wazalendo hawajatangaza vyovyote kuhusu hayo. Wakaji kutoka pale wanaishutumu MONUSCO, FARDC na wazalendo kuwa ndio wenyewe walifanya ile bombardement. Ni maeneo yenye kuna kuwaka maataki za kila mara za ADF, wanamgambo wa Zaire, wale wa CRP, na mpaka kwa sasa ukweli haujajulikana kuhusu bombardement zile zenye zilifanyika katika groupement ya Jaiba na Dendro. Ni population inasema kwamba ni MONUSCO pamoja na FARDC wenyewe walifanya zile operation. Sasa tunangojea kujua realite kupitia matangazo ya FARDC au MONUSCO kuhusu hayo. Ukweli ukishapatikana tutawaambia. Kule kabisa kuliripotiwa mashambulizi ya maartileri, zile silaha nzito za mabombe, na kusababisha uharibifu wa vitu vingi katika eneo hizo za Jaiba pamoja na Dendro. Tuwapeleke moja kwa moja katika vita vinavyoendelea kati ya Irani na Israeli na Etats-Unis d'Amerique. Etats-Unis d'Amerique litangaza kwamba inataka 10 miliards de dollars ili kuisaidia ama kujisaidia na franka hizo kwa ajili ya kuendelea kufanya vita zidi na Irani, kuuza silaha pamoja na vingine vifaa vinavyohitajika katika vita vinavyoendelea Moyen-Orient.
Etats-Unis d'Amerique ilitangaza hayo wakati mapigano yanaendelea, vita vikiendelea kati ya Iran na Israeli na Etats-Unis d'Amerique, mashambulizi hapa na pale yakifanyika. Mimi nasikia kwamba ile vita iko vita ya hali ya juu. Etats-Unis d'Amerique ikisha sema hayo ni kwamba inajiandaa kabisa kuendelea kufanya vita na inahitaji nguvu za hali ya juu. 200 miliards de dollars, ndugu zangu, ni franka mingi. Sijui ya kwamba hizo franka mko nazisikia, ni franka mingi mingi tena mingi. 200 miliards de dollars ni franka ambazo hata unaweza ukakutana kuko pays isiwe moja hata 2 au 3 zenye hazina hizo franka. Jiulize pays yote mobije kabisa ama katika depo ya pays hawana zile franka. Zile ziko franka za mingi sana. Ile ni example yenyewe nilikuwa nimewaambia ili msikie kwamba ni franka za mingi. Sasa kuwa wanahitaji hizo franka ili waendelee kufanya vita, ni kwamba wanaandaa vita kubwa tena hatari. Na ile vita nawaambia kwamba wakati wenye hatujui inaweza kuwa vita kubwa na kusambaa na kukua vita ya dunia mzima. Ndugu zangu, hizo ndizo habari ambazo nilikuwa nimewaletea mchana wa leo. Nawashukuru sana. Leo hatukupata komatu wapi habari za asubuhi kutokana na mapeti probleme zenye tuko nazo, nadhani kwamba mnazijua kuhusiana na media yetu. Tutaendelea kujikaza kuwapa habari. Hizo ndizo habari za mchana wa leo. Kama kawaida tutakuja kuwapa zingine habari za jioni ya leo, tukidondosha mbichi. Tunawashukuru, basi tupatane katika habari zifuatazo. Merci beaucoup.